Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 9 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema ufinyu wa bajeti unavyoitesa ofisi ya makamu wa kwanza Zanzibar. Ufinyu wa bajeti unavyoitesa ofisi ya makamu wa kwanza Zanzibar. Na Dr. Sekela CRDB itaendeleza rekodi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, ajali ya Shabibi, lori ya ua watano, 28 wapo hoi. Ajali ya Shabibi, lori ya ua watano, 28 hoi. Lakini mwalimu avunja ukimya madai ya kusubiri uteuzi. Mwalimu avunja ukimya madai ya kusubiri uteuzi. Lakini mnada wa ufuta waanza bei kumbeba mkulima. Mnada wa ufuta waanza bei ya kumbeba mkulima. Lakini vifo vyaongezeka, vurugu za wananchi na mabaunsa Kibaha. Vifo vyaongezeka, vurugu za wananchi na mabaunsa Kibaha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeanza na habari inayosema balozi mteule Marekani kuimarisha ushirikiano kimkakati na Tanzania. Lakini watu watano wafariki dunia na 28 wajeruhiwa ajali ya basi na roli. Lakini habari kubwa ni Dr. Samia yaliyotokea Oktoba 29 yasijirudie. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe, nasema Dr. Samia sema yaliyotokea Oktoba 29 yasijirudie. Ni asimamishwa na vijana wenye fulana zenye ujumbe wa never again, akiwataka kuishi maandishi kujilinda, wasikubali kudanganywa wanapokuwa kwenye vijiwe, wakumbushane kuitii dola. Lakini wahukumiwa kulipa milioni 6 kutoa risiti chipsi kuku. Wahukumiwa kulipa milioni 6 kutoa risiti ya chipsi kuku. Lakini Chadema Pwani yataka madiwani waliogawana viwanja kuwajibishwa. Chadema Pwani wataka waliogawanywa viwanja kuwajibishwa. Lakini msako kubaini aliyemtelekeza majeruhi waanza. Msako wa kumbaini aliyemtelekeza majeruhi kwanza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema wakandarasi watelekeza miradi, REA waaswa kumkamilisha miradi kwa wakati. Lakini bado kuna habari inayosema Machinga Dodoma never again. Machinga Dodoma wava fulana zimeandikwa never again, au ni maafisa wa usafirishaji, wafanyabiashara wadogo wadogo machinga, mamalishe na babalishe wajitokeza wakiwa wamevaa fulana na mabango yenye ujumbe wa never again. Rais Dr. Samia amewataka vijana nchini kulinda amani na kutokukubali kutumika katika vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama na taswira ya nchi. Lakini acha kicheko, ahadi ya mikopo kwa wajasiriamali. Acha kicheko, ahadi ya mikopo kwa wajasiriamali. Na Dr. Mwigulu waonyeshea kidole watendaji serikalini. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwigulu awaagiza TANROADS kupata suluhu daraja la Magole. Lakini ujenzi wa awamu ya kwanza wa vyuo 65 vya VETA kukamilika Septemba 26. Ujenzi wa awamu ya kwanza wa vyuo 65 vya VETA kukamilika Septemba 2026. Lakini waliokwepa kutoa risiti ya EFD kulipa milioni 6. Waliokwepa kutoa risiti ya EFD kulipa milioni 6. Yumo raia wa China mwenye mgahawa Kariakoo aliyekwepa kutoa risiti ya huduma ya shilingi 48,000. Hakimu msipolipa mtakwenda gerezani miezi mitatu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele.
Lakini Msigwa awaonya vijana wanaotukana viongozi mitandaoni. Huyo ni Msigwa awaonya vijana wanaotukana viongozi mtandaoni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Rais Samia aomboleza kifo cha rais mstaafu wa Botswana. Rais Samia aomboleza kifo cha rais mstaafu wa Botswana. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, lenye asubuhi ya leo linaandika rais wa Kongo DRC afikiria kuongeza muhula wa tatu. Rais wa Kongo DRC afikiria kuongeza muhula wa tatu. Lakini bodi ya REA yataka wakandarasi wakamilishe miradi haraka. Na bado kuna habari inayosema TRA ya NASA waliokwepa kutoa risiti za EFD. TRA ya NASA waliokwepa kutoa risiti za EFD. Lakini Rais Samia awataka vijana wawe walinzi wa usalama wa nchi yao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukichana gazeti lako Raia Mzalendo, kaanzia gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika ajali ya lori na basi la Shabibi ya ua watano Iringa. Lakini Msigwa aonya wanaovujisha siri za serikali. Huyo ni Msigwa aonya wanaovujisha siri za serikali. Na raia wa China ahukumiwa kulipa milioni 6 kwa kutokutoa risiti ya EFD ya shilingi 1048. Lakini TANESCO yapeleka shangwe Lindi na Mtwara. TANESCO yapeleka shangwe Lindi na Mtwara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenyewe linaandika asubuhi ya leo, naibu waziri mpya asa mshikamano. Lakini Dr. Mwigulu ataja mwarobaini wa mafuriko daraja la Dumila. Dr. Mwigulu ataja mwarobaini mafuriko daraja la Dumila. Lakini Rais Samia atoa neno bei ya mafuta. Rais Samia atoa neno bei ya mafuta, tathmini ya CCM gumzo kila kona. Lakini ajali ya lori basi ya ua watano. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Habari Leo linaandika ripoti ya tume ya somo ya kulinda amani ya Tanzania. Ripoti ya tume na somo la kulinda amani ya Tanzania. Lakini Dr. Samia Dr. Samia awasihi vijana kuilinda Tanzania. Lakini bado kuna habari inasema watano wafa, 28 wajeruhiwa ajali ya basi na lori Iringa. Lakini Mwigulu ataka mazingira rafiki kwa wawekezaji. Na kuna habari inayosema ajifungua pacha watano baada ya kusaka mtoto miaka 12. Ajifungua mapacha watano baada ya kusaka mtoto kwa miaka 12. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika waziri Homera, tumepunguza wafungwa magerezani kwa msaada wa sheria na mama Samia. Lakini Rais Samia awataka vijana kuwa walinzi wa amani. Dr. Mwigulu ataka suluhu ya kudumu daraja la Magole Dumila. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari linaanza kwenye kurasa michezo kwa habari inayosema Azam mbende kwa TRA United. Azam mbende kwa TRA United. Lakini Mwalin Yanga tegemeeni soka safi. Na Serengeti Boys yataka kwenda World Cup. Lakini KMC yahitaji maombi kubaki ligi kuu. Na Maema kuongeza mkataba Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti lako ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo kuna michezo naandika Azam yamewakuta Yanga, Molini yaiva Coastal United. Lakini Mwinyi kuzawadiwa mwanamichezo bora BMT. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Uhuru linaandika mtihani mzito kunani. Lakini habari inaandika mtihani mzito. Lakini TRA United jana ilishinda goli 4-1 mbele ya Azam mchezo wa ligi kuu. Mwigulu afunguka AFCON 2027. Lakini Simba ngoma ngumu. Rais Dr. Mwinyi mgeni rasmi tuzo za BMT leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika TRA United
yailipisha kodi Azamu 4-1. Dar City yawa tishio kwa Angola. Simba yarudi KMC Complex. Yanga yatoa sababu za kumwaga kocha Pedro. Lakini championship sasa hakushikiki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe mwanga jamii kwenye michezo linaandika Mwalin akili ya Yanga ni pointi 3 tu leo. Huyo ni kocha Mwalin asema akili ya Yanga ni pointi 3 tu leo, lakini anaiongoza kwa mara ya kwanza kama kocha mkuu baada ya Pedro Goncalves. Lakini Simba sasa haicheki na mtu Simba sasa haicheki na mtu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.